الحمد لله الذي أغمى عباده هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فكل الناس يقومون عند ربهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بالتقوى الله جل في علاه، فإنه قد فاز المتقون، وهذه من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الأخيار، إن شاء الله تعالى في خطبتنا اليوم إذا وفقنا الله تبارك وتعالى سنتحدث عن محكمة الله جل في علا ليست كمحاكم الدنيا. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allahu tabaraka wa taala na kuzitaka ziada za rahman aman zimwendee Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na ali zake na sahaba zake na kila yule Muislamu ambaye atakayeishi katika msimamo sahihi wa dini yake mpaka siku ya Kiyama, tunamuomba Allahu tabaraka wa taala atujalie miongoni mwa waja wema. Ndugu zangu katika imani, akipenda Allahu tabaraka wa taala, katika siku hii ya leo yaumul jumua, katika khutba yetu ya leo insha Allahu taala tutazungumzia kuhusu mahkama ya Allah jalla fi ula. Ndugu zangu katika imani, hakika mada hii ni mada nzito kabisa. Mahkama ya Mwenyezi Mungu siyo kama mahkama ya duniani. Inna mahkamatillah laysat kama hakimi dunia, hakika mahkama ya Mwenyezi Mungu siyo kama mahkama ya hapa duniani. Mahkama ya Mwenyezi Mungu ni mahkama ya uadilifu. Mahkama ya Mwenyezi Mungu ni mahkama ya uadilifu, siyo mahkama ya porojo, siyo mahkama ya rushwa, siyo mahkama ya ufasaha wa kuzungumza, bali mahkama ya Mwenyezi Mungu ni mahkama ya uadilifu. Kila mtu atalipwa kwa haki kabisa, pasina kudhulumiwa na Mola wake. Ndugu zangu katika imani, hakika ya mahkama ya Mwenyezi Mungu ni mahkama yenye mfano wake kabisa. Mahkama ya Mwenyezi Mungu, kila mmoja wetu hapa atasimamishwa katika mahkama ya Mwenyezi Mungu. Wa yauma yaqumu nnasu li rabbil alamin, siku hiyo ni siku nzito, siku ambayo kila mtu atasimamishwa katika mahkama ya Allah jalla fi ula. Lakini pia katika mahkama hiyo watakuwepo na mashahidi watakaotushuhudia sisi katika siku nzito kabisa, yauma tubla sarair, siku ambayo siri zitafichuliwa. Tutajiwa na mashahidi siku ya Kiyama, tutajiwa na mashahidi katika mahkama ya uadilifu, mahkama ya Allah jalla fi ula. Walati ila shuhud, tutajiwa na mashahidi siku ya Kiyama, tutajiwa na mashahidi katika mahkama ya uadilifu kabisa. Fa amma shuhudu fahum kuthrun,
ama kuhusiana na mashahidi siku ya Kiyama, watakuwa wengi kweli kweli. Mashahidi watakuwa wengi kabisa, watakao tushuhudia sisi hapa watakuwa wengi kweli kweli. Fala makanun lilinkari walkadhibi walmurawaha, hutopata nafasi ya kukataa, hutopata nafasi ya kuongopa, hutopata nafasi ya kukwepa. Kama hapa duniani ulizoea kununua haki za watu, ulizoea kuuza haki za watu kwa kutokana na mali zako, kwa kutokana na cheo chako, basi huko kwa Allahu jalla fi'ala porojo hizo hutozipata. Hakika kwa Allahu tabaraka wa taala, huko kwa Mwenyezi Mungu hamna rushwa. Kama ulizoea kurushwa hapa duniani, kama ulizoea kufanya rushwa hapa duniani, basi huko kwa Allahu tabaraka wa taala hakika hamna rushwa. Kwa Mwenyezi Mungu hamna rushwa. Kwa Mwenyezi Mungu kuna haki, kwa sababu mahakama yake ni mahakama ambayo waadilifu wake, mashahidi wake ni wengi kabisa. Ndugu zangu katika imani, fa amma shahidu al-awwal, amma shahidi number 1, shahidi number 1 atakayetushuhudia siku ya Kiyama, nani huyo? Nani atakayetushuhudia miongoni mwa mashahidi siku ya Kiyama? Shahidi number 1 atakayetushuhudia siku ya Kiyama, nani huyo? Fa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Shahidi number 1 atakayetushuhudia hapa siku ya Kiyama katika mahakama ya uadilifu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hakika Mwenyezi Mungu yeye ndiyo hakimu atakayetuhukumu hapa. Hakika Allah tabaraka wa taala huwa alqadi walhakimu baina alibadi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yeye ndiyo qadi, lakini pia yeye ndiye atakayewahukumu waja wake siku ya Kiyama. Wa huwa binafsihi aidan shahidun ala amalihim, lakini pia Mwenyezi Mungu atakuwa ni shahidi dhidi ya amali zao siku ya Kiyama. Hivyo ndugu zangu katika imani, huogopi kesi ambayo imeenda kusimamiwa na Allahu tabaraka wa taala, kesi ambayo itahukumiwa na Allahu tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametuambia katika suratul Hajj aya 17, inna Allaha yafsulu bainahum yawma alqiyamah inna Allaha ala kulli shay'in shahid. Hakika ya Allahu tabaraka wa taala atawahukumu waja wake siku ya Kiyama. Tena Mwenyezi Mungu atawahukumu kwa uadilifu kabisa. Inna Allaha ala kulli shay'in shahid. Hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni shahidi. Inawezekana wewe ulimuasi Mwenyezi Mungu kwa kujificha, ukawa umejificha, ukadhani kwamba hamna yeyote anayekuona, hamna yeyote anayekushuhudia. Naam, katika binadamu hamna anayekuona, hamna anayekushuhudia, lakini yupo Allah tabaraka wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi as-sudur. Mwenyezi Mungu ambaye anajua khiana za macho, umeangalia kwa sababu ipi? Wama tukhfi as-sudur, na yale yote yaliyojificha katika vifua, Mwenyezi Mungu anakuwa ni shahidi kabisa na anakuwa ni mjuzi juu ya hayo. Kama aya hiyo haitoshi, nendeni katika suratu Yunus aya 61. Allahu tabaraka wa taala ametusimulia Allahu tabaraka wa taala, wala ta'maluna min amalin illa kuna alaykum shuhuda, na hamna amali yoyote mtakayofanya nyinyi isipokuwa sisi tumekuwa mashahidi juu yenu. Hamna amali utakayofanya wewe mwanadamu alafu Allahu tabaraka wa taala hayajui. Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, kesi hiyo ni kesi ngumu kweli kweli, kesi ambayo umeenda kusimamiwa na Allahu tabaraka wa taala. Iogopeni sana siku hiyo. Kama ulikuwa mjanja hapa duniani, pata kujua kwa Allah tabaraka wa taala hamna ujanja.
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, ittaqu ma'asi Allah fil khalawati, mcheni sana, ogopeni sana kumwasi Allah tabaraka wa taala, sawa sawa ukiwa peke yako, sawa sawa ukiwa na watu. Ogopa sana kumwasi Allah tabaraka wa taala, ogopeni sana kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anakuwa ni shahidi na anayajua yale yote unayoyafanya. Mwenyezi Mungu anayajua. Ndugu zangu katika imani, shahidi namba 1 atakayetushuhudia siku ya Kiyama ni Allah tabaraka wa taala. Fa amma shahidu thani, amma shahidi namba 2 atakayetushuhudia siku ya Kiyama ni nani huyo? Ndugu zangu katika imani, shahidi namba 2 atakayetushuhudia siku ya Kiyama fahumul anbiya wal awsiya sallallahu alayhi wasallam, ni manabii pamoja na mitume. Allahu akbar, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Manabii pamoja na mitume watatushuhudia pia siku ya Kiyama. Manabii pamoja na mitume pia watakuwa mashahidi siku ya Kiyama. Hivyo huwezi kuongopa siku hiyo, hivyo huwezi kuwa mjanja siku hiyo, kwa sababu mashahidi wake ni waadilifu. Kwanza mashahidi wake ni wengi kweli kweli, tena mashahidi wake ni waadilifu. Hivyo ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mashahidi watakaotushuhudia siku ya Kiyama ni manabii pamoja na mitume. Ushahidi katika hilo, ushahidi katika hilo, Allahu tabaraka wa taala ametuambia katika Qur'an, wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahidan ala haula'i. Ikumbukeni siku ambayo tutatuma katika kila umma, katika kila umma tutatuma shahidi, tutatuma shahidi dhidi yao, tena huyo shahidi ni mwenye kutokana na wao, kwa maana hao mashahidi pia ni binadamu. Tutawatuma siku ya Kiyama, wajina bika ala haulai shahida, pia ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tutakuleta uwe shahidi dhidi ya umma wako. Fabayana subhanahu wa ta'ala annahu yab'athu fi yawm al-qiyama min kulli ummatin shahida. Amebainisha Mwenyezi Mungu kwamba siku ya Kiyama atatuma katika kila umma, Mwenyezi Mungu atatuma shahidi ili aje awashuhudie kutokana na yale walioyafanya. Haulai hum dhau ismatin ilahia, hakika mtasimamiwa na kesi zenu na manabii wa Mwenyezi Mungu, mitume wa Mwenyezi Mungu ambao hawana sifa ya kukosea. Allahu akbar. Yamtanu alaihim alkhata walistibahu inda tahammul ash-shahada, hawa wameepukana na madhambi. Manabii ni maasum, hawakosei na wala hawasahau pale wanapotoa ushahidi, hawasahau hao. Walkadhib, wala kuongopa wanapotoa ushahidi. Walkhiyana inda adaiha, wala kufanya khiana pale wanapotoa ushahidi. Manabii pamoja na mitume. Kama wewe ulikuwa mrongo hapa duniani, ukawa umewadhulumu watu hapa duniani, pata kujua hawa manabii ni waadilifu. Manabii watazishuhudia kesi, tena watazishuhudia kwa uadilifu wa hali ya juu. Ndugu zangu katika imani, wa hadha alwasfu huwa ma taktadhihi mahkamatul adl ilahia, na hizi ndizo sifa zinazoendana na zinazotakiwa katika mahkama ya uadilifu, katika kabisa mahkama ya kiungu. Ndugu zangu katika imani, haithu la dhulma al-yawm, ni siku ambayo hakutakuwa na dhulma kabisa. Ni siku ya kipekee, siku ya mfano wake, siku ambayo hakutakuwa na dhulma. Kama wewe ulikuwa ukiwadhulumu binadamu hapa duniani, basi siku ya Kiyama pateni kujua Mola wenu pamoja na mashahidi wake, Mola wenu pamoja na mashahidi watakayeshuhudia zile amali zenu, basi hao sio warongo,
hawawezi kuongopa, hawawezi kukubali rushwa. Siku hiyo ni siku ya mfano wake kabisa. Ndugu zangu katika imani, ndugu zanguni katika imani, siku ya kiyama hamna dhulma, na kitendo hiki Mwenyezi Mungu mtukufu amekiharamisha kabisa. Allah tabaraka wa taala katika hadithi Qudsi amesema, inna Allah tabaraka wa taala haramtu dhulma ala nafsi wajadtuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Hakika Mwenyezi Mungu amejiharamishia dhulma kuwa ni haramu, amejiharamishia mwenyewe kuwa dhulma ni haramu. Wajadtuhu bainakum muharrama, na amejalia hiyo dhulma baina yenu kuwa ni haramu. Fala tadhalamu, hivyo msije mkadhulumiana. Lakini nyinyi mkao mmekengeuka, mkawa nyinyi ni madhalimu wakubwa kabisa, mkawa nyinyi mnauza kesi za watu, mkawa nyinyi mnauza haki za watu, mkawa nyinyi mwanunua haki za watu. Kwa nini? Kwa kutumia mabafu, kwa kutumia hela zako, kwa kutumia cheo chako, ukawa umewadhulumu watu. Pata kujua kesi hiyo bado ipo kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, shahidi namba 3 atakayetushuhudia siku ya kiyama, fahum baadhi al-ummati al-islamia, ni baadhi ya umma wa Kiislamu. Baadhi ya umma wa Kiislamu pia watatushuhudia siku ya kiyama. Ushahidi katika hilo, Allah tabaraka wa taala amesema katika suratul Baqara, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Hivyo hivyo pia tumekujalieni nyinyi kuwa umma wenye uadilifu, umma wenye uadilifu, ili muwe kuwa mashahidi kwa hao watu siku ya kiyama hiyo. Na tumekujalieni nyinyi kuwa umma wenye uadilifu, litakunu shuhada ala nnasi, ili muwe mashahidi kwa hao watu. Wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, na Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa shahidi dhidi yenu nyote. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, shahidi namba 4 atakayetushuhudia siku ya kiyama ni nani huyo? Wa humul malaika warusul wal ulama wad duat. Shahidi namba 4 ni malaika. Malaika watatushuhudia pamoja na mitume, pamoja na wanawazuoni, pamoja na madai. Ndugu zangu katika imani, uhalisia wa majambo, hamna watu ambao leo hii wamedharauliwa usiku kama vile mchana, kama walimu wa madrasa, kama mashehe, kama madai. Kumbe hawa pia watakuwa mashahidi siku ya kiyama. Leo kila shekhe ana jina lake, na haya majina wamepewa na maamuma. Sijui kuna Sheikh Bwabwa, kuna Sheikh Gali, kuna Sheikh Suruali. Yani hawa mashehe tayari wameshapewa majina ovyo ovyo, wanataniwa hawa mashehe. Mtu ambaye anahakikisha akawa ametenga muda wake kwa ajili ya dini hii, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ili dini ya Mwenyezi Mungu isonge mbele. Mtu huyu nyinyi mnafanya naye maskhara, mtu huyu nyinyi mnamchukulia rahisi tu. Pateni kujua hawa pia watakuwa mashahidi siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'an, waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, na hamna dhalimu mkubwa kuliko yule aliyemzulia Mwenyezi Mungu urongo. Huyo ndiye dhalimu aliyekuwa mkubwa kabisa. Ulaika yu'raduna ala rabbihim, basi hao watasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Wa yaqulu al-ashhad, mashahidi watasema siku ya kiyama. Kina nani? Malaika, mitume, pamoja na mashekhe, pamoja na madai, watasema siku ya kiyama, haulai alladhina kadhabu ala rabbihim, hawa ndio waliyemzulia Mwenyezi Mungu urongo. Ala la'natullahi ala dhalimin, hakika jueni
madhalim wana laana ya Allah tabaraka wa taala, wana laana ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kama akhraja al-Bukhari fi sahihi min hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhu, kupitia hadithi ambayo ametoa Imam Bukhari katika sahihi yake kupitia hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu juu yake sala na amani, wa amma al-akharuna aw al-kuffaru fayunada ala ru'us al-ashhadi, ama watu wengine siku ya kiyama hiyo, ama watu wengine, ama makafiri, basi itatangazwa bila shaka mbele ya mkusanyiko wa watu, itatangazwa mbele yao na watabwagwa siku hiyo ya kiyama. Hao mashahidi watasema siku hiyo ya kiyama, haula alladhina kadhabu ala rabbihim, hawa ndio waliyemzulia Mwenyezi Mungu urongo. Mashahidi watasema, mashahidi watawashuhudia siku ya kiyama, ambao ni malaika, mashekhe, ambao leo hii mashekhe wanachukuliwa rahisi. Mtu ambaye anatenga muda wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya dini hii ya Allah isonge mbele, nyinyi mnafanya maskhara na watu kama hawa, watakushuhudieni siku ya kiyama. Bila shaka madhalimu wana laana ya Allah tabaraka wa taala. Wal ashhaduhum, na mashahidi katika aya hiyo ni kina nani? Min almalaika, kuanzia malaika alladhina kanu yu'baduna min dunillah, malaika ambao walikuwa wakiabudiwa badala ya Allah tabaraka wa taala. Warusul, lakini pia shahidi mwingine ni mitume, alladhina kanu yukadhibuna bima ja'u bihi min alhaq, mitume ambao walikanushwa katika yale walokuja nayo katika haki, walikanushwa na kuitwa kuwa warongo. Shahidi mwingine alulama wa duat, ni mashekhe pamoja na madai. Ndugu zangu, mimi nakushaurini, jitahidini sana, kuweni na heshima na watu wa Mwenyezi Mungu. Inna lillahi ahlina minan nas, hakika Mwenyezi Mungu ana watu special ndugu zangu, na hawa watu wametokana na nyinyi, lakini maskini wewe huwajui. Wewe unaweza kumchukulia shekhe rahisi tu kwa kuwa amevaa kanzu chafu, ana maisha duni, ukawa umemchukulia rahisi tu, kumbe huyu ni mfalme mbele ya Allah tabaraka wa taala, na huyo atakuwa shahidi. Wewe huwezi kuwa shahidi wewe. Na leo hii dini ya Mwenyezi Mungu inajulikana. Leo hii unatambua dini ya Mwenyezi Mungu, unajua baina halali na haramu. Wewe umejuaje haya wakati mtume hujamuona? Je, walomrithi mtume ni kina nani? Ni nyinyi maamuma? Sio nyinyi. Walomrithi mtume ni kina nani? Ni kina nani? Mashekhe hao ambao nyinyi leo mnawadharau kila kukicha, kwa sababu leo mtaani hamna watu ambao wanadharauliwa kama mashekhe. Na kupeni mfano, kuna vijana leo akizungumza sana Kiingereza anaitwa kwamba huyu mtoto huyu amesoma kweli kweli, huyu msomi mkubwa. Lakini sikilizeni sasa, anapozungumza Kiarabu asema kwamba anazungumza lugha ya mashekhe, anazungumza lugha ya mashekhe. Kwa maana hawa mashekhe wanachukuliwa kuwa ni kama marastafari. Kwa leo hii maamuma wanachukulia mashekhe kama marastafari yani. Na hawa mashekhe wallahi siku ya kiyama watatoa ushahidi dhidi yenu. Ndugu zangu katika imani, hawa ni mashekhe ambao walikanushwa hapa duniani, wastauza bihim, na walidhihakiwa sana, walifanywa sana utani. Huyo ndo shekhe fulani, huyo shekhe fulani, huyo shekhe fulani, huyo shekhe fulani, walitaniwa sana. Humul ashhadu alladhina yashhaduna wa yafdahuna alkufra. Hawa watakuwa mashahidi, mashekhe pamoja na madai, pamoja na malaika, pamoja na mitume, watakuwa mashahidi na watawafedhehesha hao makafiri, walmunafikina, pamoja na wanafiki, walulamaniyina, pamoja na watu wa msimamo wa kilimwengu, walmujahirina bilmaasiyati ala ruusil khalaik, na wale wote ambao wanaodhihirisha madhambi mbele ya macho ya binadamu. Hakika mashekhe watakuwa ni mashahidi dhidi yao. Ndugu zangu katika imani, shahidi namba 5, fahuma almalakani, ni malaika wawili. Na hawa malaika wawili kazi yao kukuelekeza katika sehemu ya mkusanyiko. Mwingine kazi yake yupo special kwa ajili ya kushuhudia amali zako.
Ushahidi katika hilo suratul Qaf aya 21 mpaka 23, Allah tabaraka wa taala amesema wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Ikumbukeni sana siku ya kiyama, ni siku nzito kabisa, siku ambayo kila nafsi itakuja na mwendeshaji wake pamoja na shahidi wake. Qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi, Ibn Kathir amesema katika tafsiri yake, ay malakun yasuquhu ila al-mahshar, atakuja na malaika ambaye anamuelekeza katika sehemu ya mkusanyiko, wa malakun yashhadu bi a'malihi, na atakuwa na malaika special ambaye atakayezishuhudia amali zake. Laqad kunta fi ghaflati min hadha, hakika wewe ulikuwa katika ghafla katika dunia hii, uliishi kighafla, yani umemuasi sana Mwenyezi Mungu. Chochote unachojisikia kufanya ukawa umefanya hapa duniani. Kwa nini? Umemwasi Mwenyezi Mungu, na huku ukawa umejificha nyuma ya pazia kwamba Allah tabaraka wa taala hanioni, Mwenyezi Mungu hanioni. Hivyo wamwasi Mwenyezi Mungu, na huku wajificha nyuma ya pazia. Allah tabaraka wa taala sasa amesema fakashafna anka ghita'aka, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ataondoa pazia lako, hilo pazia ambalo wewe ulikuwa hapa duniani wamwasi Mwenyezi Mungu, na huku wachukua pazia waziba ili mtu yeyote asikushuhudie. Basi Mwenyezi Mungu ataondoa pazia hilo siku ya kiyama. Fabasaruka al-yawma hadid, sasa uoni wako utakuwa ni mkali mno sana siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, falnataqillaha ibadallah fi anfusina, tumcha sana Mwenyezi Mungu katika nafsi zetu. Ndugu zangu ni katika imani, fa innana qadimuna ala mawaqifi tastahiqu an nufakkira fiha kathira, hakika sote hapa tunataraji kuelekea katika sehemu ngumu kabisa, sehemu ambayo inatakiwa na inapaswa haswa kutafakariwa sana. Ndugu zangu katika imani, wa ala shahadatin laisa lana minha mufirrun wala mahrab, lakini pia tunaenda kukutana na mashahidi waadilifu kabisa. Nafasi hiyo hutapata tena nafasi ya kukwepa ndugu zangu, wala nafasi ya kujificha. Falnuhasibu anfusana qabla ayati ya dhalika al-yawm, tuzihesabu sana nafsi zetu kabla haijafika siku hiyo, siku adimu kweli kweli, siku nzito kweli kweli. Watukshafu al-awraq, ni siku ambayo nyaraka zote zitafichuliwa ndugu zangu katika imani. Watatabayanu al-a'mal, amali zote zitawekwa wazi ndugu zangu katika imani. Wayantiqu al-ashhad, mashahidi ndio atakazungumza siku ya kiyama ndugu zangu katika imani. Thumma ya'lamu alladhina zalamu ay munqalabu yanqalibun, baada ya hapo ndipo sasa watatambua na kujua wale madhalimu wanaelekea wapi baada ya wao kufariki, kuondoka katika dunia hii. Ninyi mliwadhulumu sana watu hapa duniani, mkao mmechukua haki za watu hapa duniani. Je, baada ya kufa mtaelekea kwa nani?